West TV, tazama ilivyo. Siku zote tuko ange, tuko tayari. Dawati la lugha, bila shaka hiki ndicho kipindi kinachokuza lugha tukufu ya Kiswahili na twakionea fahari miaka hii ambayo tumekuwepo. Bila shaka tunazidi kuafiki ufanisi na twafurahi kwamba wewe mtazamaji umekuwa sehemu kubwa mno ya ufanisi huo, bila kusahau walimu tajika tu ambao wametenga muda wao kuweza kuwa nasi. Si mwalimu Fred Wafula wa St. Anne's Community, si mwalimu wa Bwire Edwin wa shule ya upili ya Bungoma, si mwalimu Joseph Otieno hapa wa St. Joseph Mumias, si mwalimu Malata Benson wa St. Peter's Mumias, si mwalimu Wekesa wangu ambaye ameondoka hapo muda mfupi uliopita wa St. Luke's Kimilili, sio Profesa Msarifu bin Bashashi, sio mwalimu Okumu kutoka shule ya upili ya Namachanja, sio Biopondo kutoka shule hiyo. Majina mengi tu yamekuwa katika kipindi hiki. Walimu zaidi ya 10 ambao tumekuwa nao, mwalimu Situma kutoka Lugulu, umekuwepo vile vile walimu kadhaa kutoka St. Anne's Community. Kwa ufupi ni kipindi ambacho kimeweza kuwa na wengi ambao wametenga muda wao kuachana na shughuli zao tofauti kuweza kuwa nasi. Vile vile mwalimu Joshua Wafula ambaye yunasi leo, nitakuwa nampatia fursa kuweza kujitambulisha baadaye. Naam, karibuni sana mabingwa, na tumai kwamba muwazima. Mwalimu Joseph Otieno na kesi, utakuwa unatueleza muda huu wote umekuwa wapi, kwa sababu maswali yamekuwa mengi, japo na furahi umekuja leo kuweza kutupa majibu. Katika sehemu hii ya tatu tunaangazia KCSE mwaka 2018. Ni swala ambalo tungeliepuka kivyo vyote vile kutokana na sababu kwamba mtihani rasmi unaanza juma lijalo. Watakuwa wananieleza karatasi ipi inatainiwa tarehe ngapi, natumai tarehe hizo wanazo. Na vile vile katika sehemu ya kwanza nilikuwa naye mwalimu mkuu kutoka shule ya Kananachi ambaye vile vile ni kitinda mimba wetu kama sijakosea, japo mwenye tajriba zaidi ya wengine wote, lakini ndiye kitinda mimba ambaye tumempata, mwalimu mkuu Kananachi ambaye alikuwepo sehemu hiyo ya kwanza. Na vile vile mabingwa wapo kuweza kufanikisha sehemu hii. Na karibuni sana, na labda tuanzie pale pale. Mwalimu, nashukuru. Si jambo, niko salama salmin. Najua ni muda mrefu tangia niwe hapa kwenye studio. Lakini niko sasa ange, niko tayari kujaribu kukitukuza Kiswahili pamoja na kuzungumzia masuala ya mitihani. Shuleni nikumbushe jina nimejiuma hapo. Shule St. Mary Sosio, Mtakatifu Maria Sosio, kwa kule Kamkuywa. Watainiwa? Wako tayari. Tayari kabisa. Kabisa. Jana tulikuwa nao, tukakuwa na chakula cha kujiandaa kwa pamoja na walimu wengine. Naamini kwamba sasa watayari kabisa. Karibu sana mwalimu. Nashukuru. Mwalimu Joseph Otieno, hujambo? Sijamsalimu mwalimu. Ingawa kesi imekuwepo, lakini sina wasiwasi kwa sababu wakili pia amekaa ange. Maana nitafuta wakili mkuu kabisa Oraro. Ndio Molo, ndio kesi nitaishinda. Ndio tumekosa muda mrefu sana wasikilizaji na watazamaji, kwa hivyo tuomba radhi. Lakini cha muhimu tumefika wakati ambapo kabla karatasi ya tatu, karatasi ya kwanza, ya pili haijashughulikiwa kwa vyote vile bado. Lakini natumai kwa wale ambao wamekuwa wakija wamewafaa makubwa sana. Sasa wanafunzi wetu shule ya upili St. Joseph Mumias wamejitayarisha. Tumekuwa nao mpaka leo asubuhi wanafunzi takriban 139 wakiwa na mshawasha. Wanasema tuangojee Jumatano ifike karatasi ya kwanza, karatasi ya pili tuifunze vizuri, kisha tuangojee Jumanne juma lijalo tumalizie karatasi ya tatu. Mabingwa kidogo wamekuwa wameshikika kutokana na shughuli mbalimbali. Ni wakurugenzi katika kusimamia masuala ya masomo katika shule zao. Kwa hivyo labda hilo linaeleweka hasa wakati huu wa shughuli za hapa na pale, matayarisho kuelekea katika mtihani wa kitaifa. Na labda tuanzie hapa kabla tuangazie karatasi ya tatu. Karatasi hizi zinatainiwa lini labda kuweza kutu mwalimu Otieno, labda inawezekana ushaangazia ratiba. Itakuwa Jumanne, juma lile la pili tarehe 13, karatasi ya tatu. Karatasi ya tatu fasihi.
Hii ni karatasi ya kwanza, ya pili itakuwa ni Jumatano tarehe 7. Sasa kwa hivyo hizo ndio siku za utaini. Na tuanzie pale pale. Karatasi ya 3, nafurahi Mwalimu Otiende tumekuwa nawe kutoka mwanzo hadi sasa tukiangazia hadithi mbalimbali. Nimeona ufuasi upande ule wa YouTube umeongezeka zaidi kwa muda wa mwezi mmoja uliopita, wakijaribu kuangazia zile video ambazo tulikuwa tumeziangazia hapa. Hadithi mbalimbali, hadithi fupi, tamthilia na vile vile riwaya. Mwanafunzi, labda tutarajie nini katika karatasi hiyo ya 3? Karatasi ya 3 ubashiri saa zingine waweza kuwa usigonge ndipo, lakini natumai moja ya yale maswali ambayo utapata pale ni maswali ambayo tumekuwa tukiyashughulikia kwa pamoja na hata umekuwa ukifunzwa na mwalimu pale shuleni. Kitu ambacho natumai kimetusukumia kufika hapa leo ni kule kujiandaa kwa mwanafunzi dakika za mwisho. Karatasi ya 3 ni karatasi ambalo mara nyingi hubeba maswali takriban 8, na haya maswali 8 yanapaswa kushughulikiwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna mchanganyiko maswali kama vile swali la dondoo, swali la kiinsha, kuna maswali ya fasihi simulizi, kuna swali la ushairi. Sasa haya maswali yanapojitokeza, mwanafunzi anastahili kuwa na utaratibu fulani, na utaratibu natumai tutakuwa tukiufafanua pamoja na mwalimu wenzangu ili kuweza kumwelezea mwanafunzi jinsi anavyoweza kuwasilisha kazi yake, aweze kumpendeza na kumfurahisha anayesaisha hiyo kazi. Ndio. Mwalimu Josh, pale tu mwanafunzi atarejea nini katika karatasi ya 3? Hii ndio karatasi ambayo mwanafunzi anaweza kupata alama zote. Alama 80, juu ya 80. Kinyume na karatasi ya kwanza na ya pili. Unajua karatasi ya kwanza na ya pili na vikwazo vyake ambavyo nadra na haiwezekani mwanafunzi kupata alama zote. Lakini karatasi ya 3 mwanafunzi anapojiandaa vema anaweza akazua alama zote. Kwa hivyo hii ni karatasi ambayo mwanafunzi anapoenda kwenye mtihani na kwenye moyo wake, kwenye mshawasha wake, anaamini kwamba amejiandaa, atapata alama. Kwa hivyo letu tu ni kumpa moyo na kumwambia kwamba ajiandae, kwa sababu masuala haya ni ya vitabu. Kuna vijisehemu tofauti tofauti, na kwa sasa tangia mwaka jana utaona kwamba tunajaribu kuleta ule ujuzi wa mwanafunzi awe na uwezo wa kufikiria, kujaribu kufikiria. Kwa hivyo anapoenda kwenye mtihani huu awe na akili kwamba ninaenda kufikiria yale niliyosoma, je, nitayatumia namna gani kujibu yale maswali ambayo pengine nimeulizwa. Kwa hivyo wasitarajie maswali ya moja kwa moja. Hapo tumetoka. Kwa hivyo walimu naamini kwamba wameandaa vizuri vitabu walivyovisoma, iwe ni sehemu ya ushairi, iwe ni sehemu ya fasihi simulizi, wajiandae. Lakini utaona kwamba maswali wasitarajie maswali ya moja kwa moja. Na labda pale pana mfumo fulani, swali hili wanapenda kuliuliza sana kwa faida ya mwanafunzi. Pana mfumo fulani speciali ambao lazima ufuatwe. Kwa mfano, kwamba swali la kwanza lazima liwe aina hii, swali la pili lazima liwe aina hii, swali la 3 lazima, ama mfumo ni hauna mtiririko fulani. Kwa hivyo mwanafunzi anafaa kujihami kisawasawa katika sehemu zote. Nimeona mwalimu tena amenikonyeza mwana kwa labda na Kiswahili ni tofauti na fasihi ya Kiingereza. Fasihi ya Kiingereza kuna vitabu madhubuti ambao unaambiwa kitabu kitatokeza kama kitabu cha lazima. Sasa katika fasihi sehemu yote inaweza kuwa lazima. Kwa mfano, mwaka uliopita wanafunzi walilazimishwa kufanya swali la fasihi simulizi. Kuna mwaka wanafunzi walilazimishwa kufanya swali la tamthilia, washaifanya swali la hadithi fupi kama swali lazima. Swali la riwaya lilifanywa mwaka 2014 kama swali lazima. Sasa sehemu yote ile mashairi yamejitokeza mara nyingi kama swali lazima. Sasa katika fasihi ni sharti mwanafunzi ahakikishe kuwa ameandaa sehemu zote, na hata mwalimu anapoandaa wanafunzi lazima awaandae sehemu zote, watarajie chochote chaweze kujitokeza kama swali la kwanza. Na napenda sana kitu ambacho mwalimu Josh amejaribu kusema. Mfumo wa mtihani wa kisasa, mwanafunzi akishasoma angoje maswali, asiende aseme amesoma ana majibu ambayo anaenda kuyaandika, atatoka bure. Kwa sababu kila kitu kishasoma tunaenda kutaini kitu ambacho tunaita ung'amuzi wa ndani wa mwanafunzi.
Si ule ungamuzi ambao sijui ni ungamuzi bwete unaweza kuvuka vitu kama hivyo. Kwa juu. Tunataka kuangalia mambo ya kiundani kabisa. Sasa kwa hivyo, huo mtindo hakuna, wanafunzi pia asome, maswali ambayo atayapata ajaribu kuanisha kitabu na maswala tofauti tofauti katika jamii. Japo wabashiri wengi wamejitokeza hasa katika mitihani ya mwaka huu. Na kujaribu kutuonyesha kwa kiwango fulani tutaweza pata shairi kama swali la kwanza. Swali la lazima. Wengine wamejitokeza na kusema tutaweza pata hadithi fupi kama swali lazima. Wengine pia mpaka leo tunaambia kuwa riwaya kidagaa kimemwozea. Yaweza kuwa kama swali la lazima. Huu ni ubashiri tu. Je, baraza la mtihani laweza kuja tu na msimamo wake liseme tena mwaka huu swali namba 1 ni swali la fasihi simulizi. Je, tutakataa kufanya mtihani kwa sababu ubashiri ulisema ni ushairi? Sasa ni vizuri kuwa wanafunzi wanapojiandaa wajiandae vilivyo kwa sehemu zote. Na labda kabla nitataka tupitie japo kwa haraka kila sehemu ya ushairi, tumpe mwanafunzi anafaa awe amejiandaa sehemu zipi za sehemu ya ushairi, vile vile vitabu viletainiwa. Lakini labda swali la jumla, kuna yule mwanafunzi ambaye yuko nyuma anafahamu fika kwamba sipo ana muda wa juma moja na labda moja ama mbili. Mwanafunzi huyu anafaa kuweza kujitayarisha vipi? Ajikitishe katika vitabu viwili vitatu, ama angazie ushairi na fasihi? Mwanafunzi huyu unaweza kumshauri vipi kukutana mwanafunzi ambaye anajua kwamba hayupo, wazungu wanasema on par na wenzake, kidogo labda yupo chini kidogo? Mwalimu Josh. Kwa sasa mimi mwanafunzi ambaye pengine ana shida katika karatasi ya 3, najua mimi huelekeza wanafunzi wangu nikwambia kwa mfano maswali ya mashairi. Maswali hayo ni yale yale, hayabadiliki. Ni yale yale amefanya tangia kidato cha kwanza. Kwa hivyo utaona kwamba mwanafunzi anapojiandaa katika ushairi, maswali ni yale yale, hayabadiliki. Kwa hivyo yule ambaye pengine kwa sasa anahisi kwamba pengine karatasi ya 3 ende ikamlemea, hoja aingie katika ushairi. Aanze na ushairi. Kwake, kwa sababu mambo haya hayabadiliki na ni yale yale, hayabadiliki. Alafu fasihi simulizi vile vile. Mimi husema kwamba fasihi simulizi ni kama masomo, si kwamba nawadunisha, lakini ni kama historia. Unaweza kusoma na ukazua zile alama bila kuteseka pengine, haswa kufikiria sana. Wakakuuliza umuhimu wa kitu fulani, unaona, wakakuuliza ueleze maana ya magani, kwa mfano unaweza ukaeleza tu maana. Kwa hivyo nafikiri wale wanafunzi ambao pengine hawana uwezo mkubwa, mimi huelekeza kwamba itakuwa rahisi kwao kufanya ushairi na fasihi simulizi. Hata hivyo kwenye vitabu, kuna vile vitabu, naamini kwamba vitabu vyetu ni vitatu katika fasihi, na lazima mwanafunzi kuna kile kitabu ambacho kwake yeye huona kwamba hiki kwangu kitakuwa kizuri. Kwa hivyo iwapo atajiandaa, na pengine mbinu ambayo huwa naambia wanafunzi ambao watataka kujiandaa katika maswali na pengine hawana muda, hakikisha umejua wahusika. Ukishajua wahusika katika kitabu itakuwa rahisi sana, kwa sababu wahusika watakuelekeza katika mbinu za lugha. Mbinu za lugha zilizotumiwa hutumiwa na mhusika fulani. Kwa hivyo iwapo amejua mhusika, atajua maudhui, kwa sababu maudhui haya hujengwa na nani? Na wahusika fulani. Na mwalimu Otieno, ndio mwalimu Josh amesema vizuri, lakini kitu ambacho mimi nitapenda, ushauri wangu kwa wanafunzi, mara nyingi tutarajia watu wakienda shambani kila mtu analima. Kama huku lima, usiwahi beba pakacha kwenda kuvuna. Ukweli wa mambo lazima utasema. Watakaopita watapita, watakaoanguka pia watafanya nini? Kweli. Mara nyingi tunasitiza maandalizi, na tuko na muda kipindi cha miaka 4. Kila mwanafunzi ana kipindi cha miaka 4 kuhakikisha kuwa anajiandaa. Basi yakitendeka yale ambayo hayawezi epukika au hujajiandaa, mwalimu amesema bado waweza pata mwongozi wako katika ushairi, bado waweza pata mwongozi wako katika fasihi simulizi. Na vile vile pia waweza pata mwongozi katika masuala hivi vitabu. Hasa ikiwa wewe ni mwanafunzi ambaye atashirikiana na wenzake katika masuala ya makundi na mjadala. Lakini ukiwa sasa tena waenda kando kivyako, basi
bado tu sibebe pakache wende huko. Hoja tu yatakayokuja yaje. Alafu shida nafikiri vile vile wale wanafunzi ambao hawana uwezo kuchanganya vitabu. Ndio. Ni wale ambao pengine hujibu maswali kwa uvumi. Huwa tunasema wale hawajasoma vitabu. Sasa tachanganya. Wamesikia yule akisema hivi, nasikia jamaa mwingine amemtaja nasaba bora. Matukio kama haya tumeona. Kwa mfano mtu anasema kuwa Mtemi nasaba bora alikuwa kimsumbua sana Ashua, ambaye alikuwa ni mke wa Sudi, na huyu Ashua alikuwa dadake Dora. Yaani mtu amechukua uhusika kutoka kitabu riwaya Kidagaa Kimemwozea, ameleta wale wa Kigogo akawaingiza pamoja. Na unajua wakati ambapo mwanafunzi atawakanganya tu wahusika, tayari nadharia ya mtu ambaye anasaisha kazi yako ni kuwa huyu mwanafunzi hajui anachokifanya. Na ni rahisi sana kwako kupata bakshishi katika muktadha kama sasa matukio haya yakija kijirudia mara kadhaa katika kazi yako. Mwalimu Joash, umezungumzia swala la ushairi, ukasema kwamba wakati mwingi maswali labda huwa hayabadiliki mno ama vipengele vinavyotainiwa huenda kubadiliki. Labda tuanze pale pale. Katika ushairi mwanafunzi anafaa awe amejihami na nini na nini na nini katika sehemu hiyo? Kwa ujumla ushairi ni kama ufahamu. Umepewa shairi ukalisoma, ujibu maswali. Kwa hivyo kuna maswala fulani. Kwa mfano swali la kwanza huenda likawa tu kichwa cha shairi. Eleza kichwa ama toa kichwa mafaka. Na hilo litakuwepo. Haswa iwapo litakuja ni ushairi. Mara nyingi mashairi huletwa kama sio swali la lazima, huletwa mawili. Swali la 6 na la 7. Utaona kwamba yataletwa mawili, uteue moja. Kwa hivyo swali la kwanza tunatarajia. Kwa hivyo usome, ujue. Je, mara nyingi mimi huambia wanafunzi wangu unaposoma shairi kuwa na ile ari, unakuwa na ile uchu wa kutaka kujua, je, shairi nililolisoma linahusu nini? Na tayari utakuwa umejibu kwa sababu ujumbe tayari umeujua. Dhamira tayari utakuwa umeizua. Ukishajua tu hili shairi linahusu nini. Kwa hivyo iwapo utaulizwa swali la dhamira, tayari utakuwa umejua. Na utakuwa tayari umejua ni nani anayezungumza. Na haswa haya maswali ambayo yametolewa kwenye Kiingereza. Swali la nafsi neni. Toni. Lazima mwanafunzi ajue nani anayezungumza kwenye shairi hili. Nani anayezungumziwa. Kwa hivyo haya maswali kwa kisasa utaona yamezuka katika Kiswahili. Nafsi neni. Haya, toni. Na mara nyingi wanafunzi wanapoulizwa toni huwa wanasema kuhusu pengine ni huzuni na furaha tu. Tukizungumzia kuhusu toni ni maswala mengi. Inaweza kuwa hata ushauri. Inaweza kuwa pengine malalamiko. Unaona? Kuna maswala kama hayo. Kwa hivyo wanafunzi tunatarajia maswala kama hayo. Haya, turejelee yale maswala ya kawaida. Yale ambayo pengine ni bahari. Weka shairi hili kwenye bahari yake. Unaona? Kwa hivyo kuna vigezo ambavyo nafikiri saa hizi wanafunzi wamejiandaa vizuri sana kwamba kuna vigezo tunavyovitumia tunapogawanya mashairi kwenye bahari tofauti. Na utaona kwamba mara nyingi mtahini atauliza eleza bahari ya shairi ulilosoma. Aidha liwe wazi hivyo au wakati mwingine wa kufunge wasema kwa kuzingatia yafuatayo, pengine kama ni vina, so pale ajue kuna ukarabuni na mtiririko. Unaona? Kama ni masuala ya vipande ajue kwamba kuna matinawi, kuna ukawafi. Unaona? Tuliangalia. Unaona? So masuala kama hayo, lugha nathari ni ile na wakati mwingine lugha nathari nafikiri wanatumia tutumbi, mjazo, sufufu, masuala kama hayo. Haya, bahari wakimaliza pale kuna hili swali la uhuru. Uhuru mara nyingi wanasema kwamba idhini, wanasema ruhusa anayopewa mshairi. Unaona masuala kama hayo, lugha ya kawaida. Unaona? So nafikiri kwa ujumla na mimi ninaamini, nina uhakika kama tarehe kwamba yale niliyataja kwa dakika 2 hizi lazima nusu ya zile alama 20 yale niliyosema sasa lazima mambo yatakuwepo, lazima yakuwe kwenye mchana. Sijini ongezea machache na hapo kuwalitia uchu zaidi. Katika ushairi pia mwanafunzi anapofungua ile karatasi, angalia kwanza ni kitu kipi ambacho kinafanya ule utungo kuwa shairi tofauti na ufahamu ambao ulifanya katika karatasi ya pili. Naam. Kwanza utaangalia sema naona kichwa pale, naona idadi ya beti ziko, naona mgao wa vipande, naona mtiririko wa vina. Ili shairi pia nikiangalia naweza hesabu idadi ya mizani. Sasa
Kwa ufupi naongeza swala la umbo katika shairi, swala la muundo au talikosa katika shairi, na kuna masuala mengine ya kiufahamu. Ila kuna wanafunzi ambao mimi nawashauri kuwa wasiingilie masuala ya ufahamu kwa sababu yanawavunja na kuwanyima nafasi ya kuweza kufanya yale masuala ambayo wanaweza fanya. Hapa nashauri wale wanafunzi ambao walienda kulima wakiwa wamechelewa. Wapata mtu akishaanza tu kusoma ushairi na agundue kuna misamiati ambayo imetumika pale itanifanya sielewi kitu. Lile swali ambalo liliulizwa pale la umbo analikosa na angejibu umbo hata bila kusoma shairi. Sasa mwanafunzi awe makini. Kuna maswali ambayo atakuhitaji lazima uingie ndani ya shairi ulisome, na kuna yale ambayo kwa wakati mwingine waweza jibu hata bila. Kwa mfano kichwa mwalimu. Shairi ikiwa ni aina ya bahari ya Kikwapa. Neno lile ambalo limerudiwa limetumwa kuanzia kila ubeti au kila mshoro, hilo neno ndio kichwa. Umbo la shairi beti 6 lina kichwa, lina vipande viwili, ukwapi na utao. Kila ubeti kuna mishoro mingapi? 4. Lakini unapata mtu akipata msamiati pale mmoja mgumu, ashaziba akili na anasema mimi shairi sifanyi nini, siwezi. Pengine na mwisho mwalimu anasema shairi inaweza kuwa namba 1, shairi moja, au namba 6, namba 7 na 8. Maswali mawili. Lakini mimi husema hivi, mwanafunzi lazima atalazimishwa kufanya shairi mara nyingi. Kwa sababu likiwa swali namba 7 na 8, utapata kuna swali moja hapa kwenye vile vitabu teule ambalo ni tata kabisa kwa wanafunzi. Kwa hivyo analazimika apate tu usalama wake kwenye shairi, angalau aweza kupata alama kidogo. Sasa kwa hivyo shairi na muunga mwalimu mkono. Naam, bila shaka sehemu hiyo tulikuwa tumeiangazia kwa kina. Kwa hivyo natumai kwamba wewe pale ulipo mwanafunzi, leo tuangazie, tuanze tena kuchambua bahari, tuanze kuangazia umbo na kadhalika. Tulikuwa tushaliangazia hilo, ila tunakuweka tu katika labda hali ya kujitayarisha, ni sehemu ipi ambayo lazima ujiandae kwayo na kadhalika. Na labda tuangazie vitabu mbalimbali, hadithi fupi, riwaya na tamthilia. Huenda mfumo wa kiutaini ukawa labda ni tofauti kidogo, japo tofauti labda hapa na pale kidogo. Mwanafunzi anafaa kujiandaa sehemu zipi? Nianze leo na mwalimu Otieno. Mwanafunzi anafaa kujua nini kufikia leo, kiasi kwamba akiletewa karatasi ana uwezo wa kuweza kuyajibu mengi ya maswali? Kwanza sitaki kumtisha mwanafunzi ambaye hajasoma kitabu, lakini nataka tukusema hali jinsi na kuna wengine nikitaja mambo mengine hapa kutoka hapo kujika. Maswali kama kitabu cha hadithi teule, si swali namba 1. Kila kitabu kitabeba maswali mawili. Tuseme swali namba 2 au namba 3. Hayo maswali yanatoka kwenye hadithi fupi Tumbo Lisiloshiba. Kwa hii hadithi ni 13. Mwanafunzi amezisoma zote 13. Katika hizo hadithi 13 lazima tutakuwepo na swali ambalo litamhitaji mwanafunzi kujibu swali la dondoo. Eleza muktadha wa dondoo, ambapo wanafunzi wengi tumewafunza shuleni wanakimbilia msemaji, msemewa, wako sehemu fulani, hiki kilikuwa kiendelea. Alama 4 sehemu ya ba. Hii sehemu ya a ambayo ina alama 4 kundadhi isikufanye ukimbilie hilo swali bila kuangalia swali la ba ambalo liko na alama 16 na limudu au silimudu. So kumaanisha anazungumzia uteuzi wa maswali katika vitabu hivi teule. Lazima mwanafunzi hakikishe kuwa anakimbilia pale ambapo alama zake anaweza kuzipata kwa urahisi. Kisha sehemu ya dondoo, natumai mwalimu umekutana na hizi changamoto. Wanafunzi wanadhania maneno yote yamesemwa na mhusika fulani. Naam. Kuna zingine ambazo ni kauli tu ya mwandishi tu ya mhusika fulani. Unaona? Na hata kuna wale ambao tayari washafahamu ni kauli ya mwandishi, lakini unapata wanasema msemaji ni mwandishi. Mwandishi hasemi, ni kauli ya mwandishi. Anamrejelea mhusika fulani ama anarejelea hali fulani, wakati ambapo hiki kilikuwa kifanya nini, kikiendelea. Navunja nadharia kuwa dondoo zote lazima msemaji nani wako, msemewa nani wako wapi, nini kilikuwa kiendelea. Nikumbusha nikifanya kidato cha 4 mwaka 2009. Nakumbuka hilo swali namba 1. Vizuri, lakini akajifunga buibui na kutanga kiguu na tia. Ilikuwa ni kwa kauli ya mwandishi akimrejelea yule mwanamke Selume mkewe Shoka. Sasa wapata sawa wanafunzi wote msemaji ni. Huo taratibu tutoke huko na tumaitwaelewa. Lakini kwa ufupi, katika hadithi fupi ushasoma hadithi, mudu dondoo. Jambo la pili,
elewa kitu ambacho tunaita wahusika. Mhusika mkuze kisifa na kiumuhimu. Kisifa na kimuhimu. Na nimependa sana mwalimu vile alifungua akasema kuwa ukishajua mhusika, mambo yote ambayo yanazunguka kazi ya fasihi utayapata. Baada ya kumwelewa mhusika utaelewa. Ukishaelewa maudhui vizuri, mbinu za lugha ambazo zimetumika kukuza yale maudhui au mbinu ambazo zimetumika na yule mhusika zitakuja moja kwa moja. Kwa ufupi, dondoo, maswali ya maudhui, wahusika, umuhimu, sifa, mbinu za lugha ni muhimu na lazima kwenye vitabu teuli. Ndio. Lolote la kuongezea labda? Nafikiri katika sehemu hiyo mwanafunzi vile mwalimu alivyosema, asipapie maswali, asikimbilie tu maswali. Hii ndio sehemu ambayo mwanafunzi hukadiria alama zake ambazo anaenda kuzipata kwenye swali fulani. Kwa hivyo kabla hajafanya swali tayari ashajua nina alama kiasi fulani. Kwa hivyo iwapo mwanafunzi ataelekea kulifanya swali fulani, anajua ataangalia swali A, angalia swali B, swali A na alama naweza pata ngapi ambazo nina uhakika nimebukia. Unaona pale. Kwa hivyo wanafunzi wengi hukosa kujua, huanguka mtihani kabla hajaanza kuandika kwa sababu ya uteuzi wa nini? Wa swali. Ameacha swali ambalo huenda lingezua alama kwake lakini akachana nalo. Alafu utapata kwamba maswali huwa mawili kwenye kila kitabu. Ningependa vile vile kusaidia wanafunzi fulani. Kuna wale ambao wamepotoka kufanya maswali mawili ya kitabu kimoja. Kwa hivyo iwapo pengine utafanya hivyo utakuwa umejikosea. Kwa hivyo wanafunzi waepuke, asijaribu kufanya hivyo. Na huwa ni maagizo. Sehemu ya maagizo wameambiwa kwamba usifanye maswali mawili. Na kuna wanafunzi kama hao kufanya hilo jambo. Kwa hivyo utakuwa umekosea sana kwa sababu kuna sehemu ya fasihi simulizi. Na mwalimu, unajua kwa nini swala la wanafunzi kufanya maswali mawili kutoka kitabu kimoja kinatokea? Huyu mwanafunzi hicho kitabu pekee yake ndiye alikisoma. Maswali yakiangalia yote anayamudu, ya huku kwingine haelewi. Sasa anagairi maagizo na kufanya. Wewe fanya, lakini siku ikiisha swali moja litasaishwa, lile la kwanza ulilofanya. Lile la pili halitaguswa. Hata kama lile la pili lilifanya vizuri kapata alama 20, lile la kwanza tutalisaisha alama zako 6 ndio utapewa. Kwa hivyo ni sharti tuepuke hayo na tuhakikishe kuwa tunateua maswali vizuri. Tunasisitiza uteuzi wa maswali. Tafadhali. Ndio. Kuna sehemu ya fasihi simulizi, sehemu muhimu sana. Ina mambo mengi ambayo yameangaziwa. Japo mfumo wa maswali sidhani kama ni tofauti mno, maana kuna umuhimu, sifa na kadhalika. Mwanafunzi sehemu hiyo anafaa kuimudu vipi? Mwalimu Joash. Nafikiri hapo anastahili tu kujua njia mkato. Vijisehemu hivyo vyote vya fasihi simulizi. Kama ni kitengo cha mazungumzo ajue, kuna ulumbi, kuna mawaidha, ajue hayo. Ajue sifa zake, ajue sifa za mlumbi bora. Unaona masuala kama hayo lazima tu awe na ufahamu. Kama ni sehemu ya maigizo, ajue hivyo vijisehemu, viviga, ajue vipera vyote vya maigizo, ajue. Kama ni ngomezi vile vile ajue. Kwa hivyo hapana njia nyingine. Kila ambacho pengine kinaweza letwa ni tofauti tu katika maswali. Huenda kwa mfano wakakuandikia pale wimbo, alafu kama kuna mwaka walileta mwaka uliopita wakaweka pale, alafu wakaanza kuuliza sifa zake, aina zake bila kuuliza moja kwa moja. Kwa hivyo nafikiri fasihi simulizi ni kusoma na ajue. Mtazamaji, dawati la lugha sehemu ya 3 na ya mwisho hii tumekuwa tunaangazia karatasi ya 3, bila shaka nikiwa nao magwiji, mwalimu Joseph Otieno katikati akiwa ni mwalimu shule ya St. Joseph Mumias na mwalimu Joshua Fula kutoka St. Mary's Sosio, tukiwa tunaangazia swala zima la mtihani wa kitaifa kidato cha 4 mwaka huu 2018, mtihani ambao utaanza rasmi juma lijalo. Na hisi kwamba pale katika karatasi ya 3 tumeangazia kama si yote basi, ingawa kuna kitu nilitaka kuongezea kidogo kwa sababu tulisema hii sehemu ndio mwokozi kwa wanafunzi wengi. Katika fasihi simulizi kwanza tujue kuwa maswali ni ya kawaida jinsi wenzangu wamesema, lakini kuna tofauti kidogo siku hizi. Pata kipera umeulizwa hiki kipera kipi? Ni kipera cha tuseme miviga.
eleza jinsi jamii ya kisasa inavyopaswa kuendeleza kipera hiki. Kuna maswali ambayo siku hizi yanaibuka yanamhitaji mwanafunzi tena kufikiria, kwa sababu huu ndio mfumo mzima wa mtihani. Na mimi nashukuru sana baraza la mtihani, sababu tuafikia kiwango cha ambapo kila mwanafunzi lazima fikra zitumike, si kule kuchukua tumambo kitabuni yaweka moja kwa moja wapata lakini huwezi fikiria kijamii. Sasa tufikirie, maswala mengi sana yanakuja. Kipera hiki cha kumbwa na changamoto zipi katika jamii? Hapa tunatoka changamoto za fasihi simulizi. Jaribu kufikiria katika mkondo huo. Kisha nasitiza mwanafunzi, kama unatazama au mwalimu, huyo mwanafunzi lazima aorodheshe swali. Wafanya swali namba 1. Andika pale juu namba 1, fanya umalize. Na nasisitiza huu ni mpango ambao wanatumia kuelekeza wanafunzi wangu, na mara nyingi wanaona unafaulu. Hakikishe kuwa kila jibu lina mada. Mada ni ule mzizi wa swali. Eleza bahari ya shairi hili. Ataandikia bahari la shairi hili, pigilia mstari, kisha pale chini antolijibu. Alafu mpangilio kiaya, nasisitiza aya za wima sana. Sababu zile aya ni safi na hoja nyingine na hoja nyingine tunaziona zikiwa tofauti kabisa, zaonekana wazi na kwa urahisi. Na labda mwanafunzi amepewa karatasi karatasi ya 3 ndio imetua. Mwanafunzi anafaa kuanza vipi ile, labda zuie mchecheto, ama labda anafaa kujipanga vipi? Kuna yule ambaye atapewa karatasi moja kwa moja, ameona swali tayari ashaanza. Kuna yule ambaye atapewa karatasi atulie nalo kwa muda. Kwa hivyo mwanafunzi, karatasi linapotua, mwalimu Josh, mara moja tu linapotua kwenye deski yako, mwanafunzi anastahili kutulia, alafu asome maagizo yale ambayo amepewa pale. Baada hapo, ningependa kuambia wanafunzi kwamba wasome maswali yote, hasa katika karatasi ya 3. Asome maswali yote, ajue je, maswali ambayo nimeulizwa kama ni maswali 8, asome maswali yote kabla hajajibu swali lolote. Alafu baadaye sasa anaweza kuanza, na unaweza kuanza na swali lolote, si lazima swali la kwanza ni lazima, lakini wakati unaanza kuandika unaweza anza na nambari ya 8. Kwa hivyo unaruhusiwa. Alafu kumalizia tu katika karatasi ya 3, hapana hoja bila mhusika. Wakati anatoa hoja, wanafunzi wasikie hili kwamba anapotoa hoja yote ile iambatanishwe na mhusika, hasa kwenye vitabu hivi tunavyo viteule. Nafikiri atapita. Nimesema jambo la muhimu, wanaweza anza na swali lolote, lakini bora mwanafunzi aorodheshe swali vilivyo. Numbering lazima iwe muhimu. Kisha tumekuwa tukisisitiza tangu hapo awali tulipoanza masuala ya dawati kuwa jibu katika fasihi ni hoja pamoja na mfano. Na mifano ni wahusika. Ukiniandikia hoja peke yake, hilo si jibu. Na ukiniandikia mifano peke yake, pia hilo si jibu. Kwa hivyo hoja na mifano ndipo jibu linajitokeza. Ndio. Naam, bila shaka asanteni mabingwa kufanikisha karatasi hiyo ya 3. Karatasi ya kwanza na ya pili tulikuwa tushaiangazia, lakini kwa sababu karatasi hiyo itakuwa inatainiwa juma lijalo, sijui kama labda mtakuwa na lolote la ziada na kuweza kumwambia mwanafunzi. Pana sehemu ya insha, pana vile vile sehemu ya karatasi ya pili kijumla, japo kwa ufupi tu kwa sababu muda wetu kidogo. Kwa ujumla, katika karatasi ya kwanza ambayo ni insha, mwanafunzi ajiandae kujieleza, na vile vile swali la kwanza ni la lazima. Uteuzi vile vile ni muhimu sana. Wanafunzi wasikimbilie swali ambalo, na haswa lile swali, mimi najua tunapoandaa wanafunzi kukimbilia hili swali la methali. Na wakati mwingi wale wenzangu wanaotahini hiyo karatasi uniambia kwamba wanafunzi wanaofanya swali la methali hawapiti alama 10, kwa sababu wengi wao hupotoka, hawaelezi maelezo yanayostahili. Wakati mwingine unajua kila methali na sehemu 2, pengine mwanafunzi atajikita tu katika kijisehemu kimoja. Kwa hivyo vile vile katika insha kuteua maswali ni muhimu sana. Alafu mimi uteuzi, na nitazungumzia swali la urefu. Najua kabla hajaanza mtahini anapomaliza tu hivi kusahihisha ile karatasi, jambo la kwanza kuandikwa pale ni urefu. Kama ni kamili ataandika ni kamili, kama ni fupi nusu ataandika nusu, kabla haja kadiria masuala mengine. Kwa hivyo mwanafunzi anapoandika insha yote ile iwe ni barua rasmi. Unajua wakati mwingine wanakuambia barua rasmi mwalimu ni fupi, risala ni fupi. Hapana, kila insha
lazima uwe mbunifu wa kutosha na ufikishe maneno 400 jinsi walivyosema. Kwa hivyo urefu, mimi huambia wanafunzi wangu, kwa sababu ya wanafunzi wanaotutazama leo, wanafunzi wengi kurasa 2, kurasa 2 itakuwa imetosha. Kurasa 2. Umetaja insha ya methali nikajipata na tabasamu. Mwaka 2007 tikiti na matango ndio maponya njaa. Ngia methali hii kisa kinachofaa. Nasikia maajabu ya Musa yalipatikana pale. Watu wakaandika jinsi walivyokula tikiti na matango. Sasa pengine kutaja machache. Swali la kwanza lazima mwalimu amesema tayari. Uteuzi wa maswali ni muhimu. Kisha mimi nasitiza jambo moja. Ingawa mimi si gwiji sana mtaalamu katika sehemu hii. Nasitiza maudhui na sura. Maudhui na sura ubeba alama nyingi sana natumai katika hizi insha. Na ninapozungumzia sura, wengine wanatuandikia insha zisizokuwa na mada, kichwa pale shuleni. Tunawaambia bwana, ukikutana na ng'ombe bila kichwa utasimama umsubiri kweli? Sasa insha yako tutaitoroka kukupatia 0.1 bakishishi tutoroke tuweke kando. Sasa kwa hivyo ni kuzingatia tu yale ambayo yameshazungumzwa mara nyingi na walimu wenzako shuleni pale. Lakini mwanafunzi ajue kuwa maandalizi ya mtihani wa kitaifa yanaisha wakati ambapo karatasi yako itawekwa juu ya meza. Kumaanisha tusikome saizi. Tunapokoma saizi akili zaanza kupoa moto. Lazima tuhakikishe tuafanye haya. Jua kutafuta hoja zako. Swali la 3 hilo hata mimi nimeshauri wanafunzi wangu, tafadhali mkiona methali toroka methali. Kwa sababu ufasiri wa methali tofautiana miongoni mwa watu. Kwa yule anafasiri kivyake, huyu anafasiri kivyake. Swali la mdokezo hapa, sijui kama walitaja waliozungumza. Chunga, mdokezo ni kama aya za Biblia. Ukiongeza au kupunguza, wastahili kufungiwa jiwe kubwa kabisa shingoni kisha upungizwe ndani ya ziwa. Sasa namaanisha mdokezo jinsi ulivyo, usiongeze chochote, usipunguze chochote. Alafu kuwa makini. Wameweka mdokezo wa kumalizia. Vile vitone kisha wakaanza kwa herufi kubwa. Neno kisha na maana ya kumalizia. Ujue kuwa kisa chako kilitungwa kikaisha ukatia kitone, ndipo unamalizia kile pale. Karatasi ya pili pana kweli. Karatasi ya pili naye fupisho, sarufi, isimu jamii. Na ni karatasi inayogofya. Kabla karatasi ya pili. Si tumtajie mwanafunzi ambaye anatazama insha namba 1 ambazo pengine tulikuwa tumeangazia japo tunaweza taja. Unajua kuna wale ambao si wa shuleni. Nimegundua kuna wale watailiwa wale wa kufanya mtihani wakiwa nyumbani. Wanastahili kujulishwa kuwa kuna kumbukumbu, kuna memo, mahojiano, kuna uandishi wa ratiba, tahakiki, hata ripoti, tahariri, kuna uandishi wa nini? Shajara, risala, tawasifu, wasifu, hotuba. Wanastahili kujitayarisha kwa hizo insha zote, wapate sura mwafaka na ngojee swali kisha wapate hoja kulingana na swali. Ndio. Asante mwalimu. Niwavushe karatasi ya pili. Karatasi pana kweli. Pana na huogofya wanafunzi sana. Nafikiri hii ndio karatasi ambayo wanafunzi wengi huiogopa. Mimi husema ndio msingi wa Kiswahili kwa sababu hapa ndio kuna sarufi ya Kiswahili. Kwa hivyo karatasi hii haswa tangia mwaka jana tumeiona imekuwa na mambo mengi. Na haswa swali la 3. Maswali ambayo matumizi ya lugha. Tutaona kwamba yanahitaji fikra za kutosha. Kwa sasa hakuna pengine wamekupigia mstari waseme kwamba hiki ni kielezi. Watakwambia tunga sentensi ukitumia kielezi cha aina fulani. Kwa hivyo utaona kwamba hapa lazima tena utunge nini? Sentensi. Unaona pale? Hawezi wakakuuliza eleza pengine ukubwa wa andika sentensi ifuatayo katika ukubwa. Watakwambia ukubwa wingi. Unaona pale? Kwa hivyo utaona kwamba kwa sasa wanafunzi lazima wapanue fikra zao na jinsi ya kutumia yale mambo ambayo wamesoma tangia kidato. Na najua kwamba utaona kwamba maswali ama katika karatasi ya pili ni mambo ambayo wamesoma tangia shule za chekechea. Darasa la 2, la 3, vivumishi ni yale, lakini sasa ujuzi wa maswali sasa umekuwa tofauti. Kwa hivyo wanafunzi wanapoingia katika karatasi hii wajue kwamba hakuna swali la moja kwa moja. Pengine swali la moja kwa moja litatokea katika ufahamu,
kwa sababu ufahamu na ufupisho utaona kwamba watasema kwamba dondoa hoja, unaona pale, ama pengine kwa nini mwandishi anazungumzia jambo hili kulingana na kifungu lichokisoma, utaona pale. Hayo ndio maswali huenda yakawa ya moja kwa moja. Swali la kwanza ambalo ni ufahamu, alama 15, unaona pale. Alafu wanafunzi wengi, ninapoandaa wanafunzi uniambia kwamba mara nyingi kifungu kinapoletwa, wengine kabla hajamaliza hata kusoma amelala kwa sababu ya uzembe. Kwa hivyo mwanafunzi anaposhika karatasi hii, swali la kwanza ambalo ni ufahamu, asome ufahamu. Unaitwa ufahamu, asome afahamu, ajue nini kinachozungumziwa, nini ambacho mwandishi anataka kutahini hapa. Kwa hivyo aangalie maswali, alafu aanze kujibu. Alafu vile vijisehemu, vile nafasi aliyopewa kujibu maswali inatosha. Wanafunzi wengi katika karatasi hupenda sana kutuchorea zile alama za kuelekeza, nenda ukatafute kule nyuma. Inachosha watahini, kwa hivyo anakuwa na mwelekeo kukuhusu. Kwa hivyo wewe, walikadiria na wamejua kwamba jawabu la swali hili linatosha katika sehemu hii. Alafu kabla zijamalizia hapa, ndio hii ni wanafunzi ama tunawanyima alama kutokana na zile sheria. Hapa kuna sheria nyingi, sheria za sarufi tunaita S, hata karatasi wengi hutuita jamaa wa S na H. Tuitwa hivyo kwa sababu S na H maanisha sarufi na hija itahajia. Kwa hivyo waepuke hayo makosa, kwa sababu wanafunzi wanaweza kuwa wamepata alama zake 2, lakini kule mbele wameandika SH, alama moja tayari imeondolewa. Kwa hivyo waepuke hayo maswala. Nafikiri kwa ujumla ni hayo. Naam, aliongea katika hiyo sehemu ni mtaalamu mwenyewe. Sasa sijui kuongea baada ya mtaalamu inakuwa ni vigumu, lakini sasa uko isimu jamii pia iko pale masharti yake, na isimu jamii natumai pia ni sehemu fupi sana, mtaala wake si mpana. Bado mwanafunzi anaweza soma isimu jamii, kamilisha na elewa alivyojibu maswali kwa muda ambao umesalia siku 2-3 hivi. Na hii sehemu pia mpa moyo mwanafunzi ambaye anaogopa sehemu ya sarufi. Hakikisha angalau isimu jamii zipata alama zako 6, 7, 8 hivi. Utakuwa katika mkondo mzuri wa kujipatia alama nzuri. Ndio, hayo ndio machache ambayo ningetaja katika. Asanteni mabingwa. Nashukuru. Sasa mmefahamu mno sehemu hii, Ivana pia mkafaa. Tunawatakia kila laheri. Piteni Kiswahili. Haswa Kiswahili kwa sababu sisi tuko hapa kwa sababu ya Kiswahili. Piteni Kiswahili. Japo katika nafasi zenu pia naweza nikupatia fursa hiyo kama idara mnazosimamia, labda kutakia wanafunzi katika shule zenu kila laheri. Labda mnaweza mkazungumza na wanafunzi ama yeyote mzazi kwa jumla, ushauri wowote wakati kabla ya mtihani hii ya kitaifa kuweza kung'onanga. Mwalimu Otieno. Ndio, nawatakia wanafunzi wote wa shule ya upili St. Joseph kila laheri katika mtihani wa kitaifa, na mmejiandaa na tumewaandaa vya kutosha. Tuko nanyi, tuko pale shuleni, lakini kifikra tuwakumbuka kila wakati. Kwa hivyo ni vizuri wazazi tuwashukuru sana kwa mchango wenu kuhakikisha kuwa wanafunzi wamekuwa shuleni. Wasimamizi wote na washikadau katika sekta ya elimu, tuwashukuru sana katika kuungana nasi walimu ili kufanikisha siku hizi za mtihani. Sasa kwa hivyo ni shukrani. Shule zingine pia nilikutana na Bwana Bijen Opati, mwalimu mkuu Muslim Girls, pia kama mwalimu ukifika pale na ukose kutaja shule yangu tusikutane hapa mjini. Kisha pia mwelekezi mkurugenzi wa shule Highway Academy Bukembe High School, mpata zote. Natumai heri zetu, natumai mtihani utakuwa nzuri, kila mwanafunzi atapita. Sisi tutashukuru sana na Bwana Josh tukija hapa itakuwa tarehe ngapi ile kabla ya Krismasi? Kabla ya Krismasi. Shibe itatumaliza hapa kwa sababu wanafunzi watakuwa mpita mtihani. Heri njema. Nawatakia kila laheri wanafunzi wa shule ya upili ya Mtakatifu Maria Sosio. Najua mmejiandaa vema, walimu wenu vile vile. Wakati mwingine hata walimu sisi tuna wasiwasi.
tumewaandaa wanafunzi, hatujui watatupa nini. Kwa hivyo walimu wa sosio vile vile nawatakia mema, najua wamefanya kazi nzuri, na walimu wote kwa ujumla nchini na hata wanafunzi wengine wa shule zingine nawatakia mema. Najua kwamba mtapita huu mtihani. Nashukuru sana. Asanteni mabingwa kwa muda wenu. Bila shaka muda wenu huu najua ni pesa, thamani yake kubwa mno, lakini mtenga muda huo kuweza kujumuika nasi, kwa hivyo nasema asanteni. Bila shaka ni mwalimu Joshua Wafula kutoka St Mary's Sosio pamoja na mwalimu Joseph Otieno kutoka St Mary's Mumias. St Joseph Mumias Yudadhi kufikia japo St Mary's ipo pale. St Mary's pia jirani zangu. Siwasahau jirani wote St Mary's. Na watakia heri njema jamani. Siwasahau majirani. Japo naomba uwashinde lakini mashindano lazima yapo na si kubali kushinda wakati mwingine. Shukrani kwa niaba mwenzangu pale Nyang Gabriel ambaye leo kashikika kwingine. Vile vile meza ya dawati la lugha, tunawatakia watahiniwa wote wa kidato cha 4 kila laheri katika mitihani yenu. Hiyo ni safari sisi pia tuliipitia, kwa hivyo msiingize baridi, msianze kutetemeka. Kila laheri, na bila shaka muda huu uliosalia naombeni kwamba mtatia bidii pale ambapo labda pana ulegevu, ili mtihani ufikapo uwe katika nafasi nzuri. Na wakati unapewa karatasi, jambo la kwanza tulia. Haijalishi umejiandaa vipi, haijalishi katika chungulia zako baada swali lipi. Unajua wakati mwingine unaweza kupewa karatasi alafu swali la kwanza jicho linaona ni swali umeomba sana lisije, na nikakupatia baridi mtihani mzima. Hilo lisikubabaisha. Wakati unapewa karatasi lako ama karatasi yako, tulia, kisha baada ya hapo walivyosema walimu, bila shaka fuata hatua hizo na utakuwa katika nafasi bora ya kuweza kupita mtihani wako. Shukrani mwelekezi Hiran Mungaisi na Kelvin Kibet. Nitakuwa hapa baadaye saa 2 usiku nikupasha taarifa za West TV jioni, na vile vile kipindi cha Ngware. Leo katika Ngware nitakuwa naye mbunge wa Butere Tindi Mwale kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali ya maendeleo katika eneo bunge hilo. Kwa hivyo usikose kuweza kuwa nami wakati huo. Shukrani, kwa heri, tukutane baadaye. Nashukuru. West TV, tazama ilivyo.